Nianze kidogo. Hapo umeongea mzuri. Hii weather imeanza kwa one time. Microphone iko mzuri? One time. Okay, iko sawa? Na mvua imeanza. Tuendelee. Na taongea Kwa jina naitwa Simon Sangale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Kwanza kabisa ningependa kutoa rambirambi kwa niaba ya chama cha DCP branch ya Nakuru kwa familia ya marehemu hayati Raila Amolo Odinga, kwa mama Ida na watoto, na kwa jamii yote ya Waluo katika taifa la Kenya na Wakenya wote kwa jumla, kwa sababu ya kumpoteza shujaa ambaye ni hayati Raila Odinga. Baada hayo pia ningependa kuja hapa mbele zenyu kwa sababu ya yale mambo yametendeka siku ya jana. Pale katika eneo la Nyeri kulikuwa na mazishi, na yule governor wa Nyeri Mutahi Kahiga, kuna matamshi mabaya sana ameweza kutoa. Kama chama cha DCP sisi tunakataana na matamshi hayo ya Mutahi Kahiga, na ya kwamba hayo ni matamshi yake binafsi. Na wale watu ambao wameanza saa hizi kushikanisha matamshi yake na wapati leader Rigathi Gachagua, tunawaambia kwamba mshindwe, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Kasongo na watu wengine katika chama cha ODM wakiongozwa na Gladys Wanga ya kujaribu kuleta utengano kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Na hii siasa haitaweza kutimizwa. Kitu ningependa kusema ni kwamba Governor Kahiga Mutahi, yeye sio spokesman ya Wakikuyu. Kahiga Mutahi, yeye sio spokesman wa chama cha DCP. Kahiga Mutahi hana cheo chochote katika community ya Wakikuyu, ili kwamba kila ambacho anachosema kiweze kujulikana kama kwamba kimetoka katika mlima wa Kenya. Sisi tunajua vizuri sana ya kwamba siku ya jana na wiki hii kumekuwa na mkutano ambao ulifanyika pale katika eneo la Nyeri kati ya Governor Mutahi Kahiga na waziri wa Interior Murkomen. Tumejua kwamba kumekuwa na mikutano ambayo Kahiga Mutahi amekuwa akifanya na Oscar Sudi. Tungependa pia hii mikutano ambao wamekuwa kifanya ijulikane ni jama gani zimekuwa zikipangwa za kujaribu kuwachapanisha Wakenya, kuweza kuwatenganisha katika msingi ya kikabila. Kufikia sasa tunajua kwamba kinyume na vile Gladys Wanga alivyosema siku ya leo, ni kwamba Rigathi Gachagua hawapati leader. Tunajua kwamba katika Facebook account yake alitoa condolences kwa familia ya hayati Raila Odinga. Na siku ya leo Gladys Wanga kusema kwamba hati kufikia sasa hivi ya kwamba Rigathi Gachagua hajatoa condolences, hili ni jambo ambalo ningependa kumkashifu sana. Mimi ninajua kwamba Gladys Wanga ako katika mstari wa mbele akitaka kuwa awe running mate wa William Ruto katika mwaka wa 2027. Sisi tunajua msemaji wa chama cha ODM ni sio mwingine bali ni Edwin Sifuna. Kwa hivyo mimi nasema hivi, kuna wazee pia siku ya leo nimeona wakishikana na Gladys Wanga wakisema kwamba hawapati leader Rigathi Gachagua hata kubaliwa kwenda katika eneo la Bondo kwenda kumtembelea yule Ida na familia yake. Haya ni matamshi mabaya sana. Kile najua ni kwamba katika taifa la Kenya sasa hivi Wakenya wanaomboleza, na pia tunajua kwamba Kasongo ako katika zile schemes zake. Kuna sheria 8 ambazo alipitisha wakati Raila alipokuwa amefariki siku hiyo. Mambo kama cyber crime bill, kama privatization bill, the lands bill. Hizo ni masheria ambazo anataka Wakenya watoke katika mambo hayo. Pia kwa nini inakuwa kwamba wale ambao walikuwa wa kwanza kueneza maneno ya Kahiga katika mitandao zote ilikuwa ni wale bloggers wa serikali? Inamaanisha kwamba hii ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa kati ya Governor Kahiga na wale ambao ni state machinery, watu ambao wangependa kuharibu jina la Rigathi Gachagua. Tafadhali wa Kenya, haiwezi kuwa wakati wote ambapo hata mama akikosa kupata mimba mnasema Rigathi Gachagua. Iwezi kuwa wakati mwingine hata kama ni huko mwanaume amekosa nguvu za kiume mnasema Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hawezi kuwa ndio ile ndarama ya kupigwa na kila mtu akitafuta makosa yote. Sisi kama viongozi wa DCP hapa tukiongozwa pia na chairman wetu hapa Simba na wale ambao wako hapa na mwakilishi wa aspirant katika kaunti ya Nakuru,
na Gen Z hapa, dada ambaye anawakilisha Gen Z na wale wa viongozi wako hapa, tunasema kwamba usijaribu kugusa Rigathi Gachagua. Kahiga is not a spokesman wa Rigathi Gachagua. Kuna watu wanasema kwa nini Rigathi Gachagua hajaongea? He never sent anybody to talk on his behalf. Why should he respond? He has already sent his condolences. Na tunajua kwamba kuna communication wako na Ida pamoja na Rigathi wamekuwa kiongea, na siku ile ataenda kutembea kule Bondo kuwekelea maua katika ile kaburi ya hayati Raila Amolo Odinga. Who will stop him? Kwa hivyo tafadhali Kasongo, I know you are very desperate kwa sababu naona kwamba ile life support yako ilikuwa ile ICU life support system yako ni kama kwamba imeondoka. Saa hizi usijaribu kuenda kuingilia Rigathi Gachagua wewe kama William Ruto. Tunajua kwamba wewe William Ruto pia umekuwa na mpango wa kuja Nakuru, nasikia next week unataka kuja next week mahali hapa. Hata tunapoomboleza wakati huu wa hayati Raila Odinga, tunajua mipango imeanza mkiwa na Governor Susan Kihika. Tafadhali watu wa Nakuru tunawaambia hivi, Kasongo hata akikuja Nakuru mara ngapi, the one term movement is unstoppable. Yes. 2027 Kasongo anaenda nyumba? 2027 Susan Kihika anaenda nyumba? Watu wa Nakuru, tulisema kwamba ng'ombe hata chinjwa kabla tukamue maziwa. Watu wa Nakuru tulisema kwamba ndovu hata zikwa ikiwa tujatoa pembe. Wiki ijayo wakati ambapo Kasongo anakuja Nakuru akutane na opinion leaders hapa katika State Lodge ya Nakuru, tafadhali kila mmoja wenyu hakikisha ametoka na shilingi 10,000. Shilingi 2,000 ni ya kwa sitting allowance. 2,000 ni ya kuweza kupiga makofi. 2,000 ni ya kuonesha meno kama kuna kicheko kama jambo lingine. 2,000 ni ya kila mama kupiga ile ngemi. Na 2,000 ni ya kuweza kurudi mjini kama transport. Kwa hivyo 10,000 muhakikisha mmepatiwa na Kasongo, kwa sababu Susan amesema kwamba atatumia 10 million next week wakiwa na Kasongo kuhakikisha kwamba amekuja mjini Nakuru, na hata wana heshima, wanaona wakati wa Kenya wanaomboleza, hao wanakuja katika campaign zao za 2027. Tafadhali Susan nakuambia hivi, wewe wakati tunaomboleza you could have been the first person ukisuspend mambo yako yote kama vile Rigiji amesuspend mambo yake yote, lakini mnaanza siasa sasa hapa katika kaunti ya Nakuru. Sisi tunakuambia Kasongo, hata ukuje mara 10, ukuje mara 100, one term itaendelea. Susan hata ufanye mikutano mpaka 2027 December, wewe unaenda one term. Na wabunge wote waliosaliti Rigathi Gachagua, nyinyi ni one term. Kwa hivyo sina mambo mengi ya kusema. Kitu iko ni kwamba I am here to say bila uoga wote, Rigiji si mtu mkabila. Rigiji hana uadui na Wajaluo. Rigiji hana uadui na familia ya Odinga. Na yeye Rigiji hajatuma Mutahi Kagwe aongee kwa niaba yake. Na tunafurahia kwamba even the Council of Governors mumembandua kutoka kwa ofisi Kahiga Mutahi. Huyu Kahiga Mutahi alipokuwa anaongea, kama mnasema kwamba alikuwa anaongea kwa niaba ya Rigiji, he's a UDA governor. Kwa hivyo alikuwa anaongea kwa niaba ya William Ruto kwa sababu wako katika chama cha UDA. Ikiwa kwamba mnasema yeye alikuwa anaongea kwa niaba wengine, he was the vice chairman of the Council of Governors. Kumaanisha hata yeye alikuwa anaongea kwa niaba ya Council of Governors. Kwa hivyo sisi kama watu wa DCP Nakuru County tutasimama imara na Rigathi Gachagua. Na tunasema kwamba one term is unstoppable. Kwamba Rigiji is now officially, tunajua kwamba is now officially the leader of opposition, lakini ni jambo ambalo ni kwa huzunisha kwa sababu hakuna mtu alikuwa anatakia hayati Raila Odinga akufe. Nobody wanted him to die. Tulikuwa tunamtakia maisha marefu aweze kuishi, lakini kwa sababu mambo imefanyika kulingana na mapenzi ya Mungu, tunasema kwamba wale wanaongea waongee kwa niaba zao wenyewe, lakini wasiseme kwamba ni Rigathi Gachagua. Sisi kama chama cha DCP tunasema kwamba we are behind Rigathi Gachagua 100%. 2027 tutahakikisha governor ni DCP, senator ni DCP, members of parliament DCP, women rep DCP, wabunge DCP, kuhakikisha kwamba in the next government tutakuwa na chama ambacho ile alikuwa anapigania ya human rights, ya mambo ya democracy, tutahakikisha kwamba imetimizwa katika mwaka wa 2027 tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Asante. Wakenya na wananakuru hamjambo. Siku ya leo tumekuja hapa katika ofisi yetu ya DCP, mimi nikiwa ambaye ameshikilia kiti ya chairman wa Nakuru County, na tunakuja kukashifu kitendo ambacho kilifanywa na mmoja ambaye ni Mutahi Kahiga, ambaye aliongea mambo machafu, ambaye kama sisi wana DCP hatuhusiani naye hata kidogo.
kwa sababu haya matamushi ni kama, kwa sababu kiongea hiyo matamushi hayuko pamoja na party leader wetu ambaye ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni mwanachama wa DCP, na huu Mutahi Kagwe sio mwanachama wa DCP hata kidogo, kwa sababu tunajua yeye ni mwanachama wa UDA. Hata mkiangalia vizuri, mkiangalia hata ni mwanachama wa UDA, kwa sababu kwa vile ni kumaanisha ya kwamba wana UDA ndio walikuwa wamemtuma, sio wana DCP walikuwa wamemtuma, kwa sababu yeye sio mtetezi wa chama cha DCP na sio mmoja wa marafiki, hata sio rafiki wa party leader wetu Rigathi Gachagua. Kwa hivyo tunataka kusema siku ya leo, yule mtu anashikanisha hawa watu wawili pamoja, sio hivyo kamwe, na ni vile Rais Ruto alikosa mtu ya kukuja kuingilia mambo kama hiyo, akaona yeye ndiye atatumia, kwa sababu labda amemdanganya atapata kiti ya minister huko kwa serikali yake ifikao 2027, ambaye hataona na Ruto hawezi fikisha kuwa president 2027. Hivyo tunataka kukashifu hiyo kitendo na tuseme sisi kama DCP tuko na kabila zote ambazo tuko nao katika DCP. Ukiangalia tuko na Masai kwa DCP, Wajaluo wako kwa DCP, Wakisii wako kwa DCP, Waluhya wako kwa DCP, kabila zote ziko kwa DCP. Kwa hivyo si DCP ni chama cha kitaifa ambacho hakistahili kupakwa matope kwa sababu ya mtu ambaye sio mwanachama wa DCP. DCP ni chama ambacho kimejiheshimu, na ndio sababu hatukuwa tumefungua ofisi. Sisi zote tulikuwa tunamon Raila Amolo Odinga, kwa sababu wengi wetu hata 2022 sisi tulimchagua. Kwa hivyo sasa tu kumchagua kama hatumpendi. Ukiangalia 1.5 million votes ambayo tulipea Raila Amolo Odinga, ni kumaanisha sisi hatujamdharau, sisi tuko naye. Kwa hivyo yeyote anataka kupiganisha, tunajua hiyo yote ni nia na mipango ambayo ni ya serikali, kwa sababu ukiangalia si hata broga wetu wa serikali ndio wanasukuma hii kitu sana. Kwa hivyo ilikuwa mpango, ndio ile mambo bills ambaye huyu president amepitisha, ndio watu wa divert attention, watu wasiongee kuhusu hizo bills. Kwa hivyo tunajua hiyo ni mpango ya Kasongo, na Kasongo lazima utashindwa na utashindwa. Tukiangalia mambo zingine, una divert hiyo maneno, ndio wakati utakuja hapa upate watu wa kuunga mkono. Hakutakuunga mkono, lakini pesa yako lazima tutatumia, kwa sababu hii pesa ni ya wananchi. Hii ni kodi yetu ambayo tunatoa kila wakati, ndio unatumia vibaya vile unataka. Kama kwa sababu tunajua unashikwa ugeni na huyu Susan Kehika. Susan Kehika tunajua hizo pesa ambazo unataka kutumia kuhonga watu 10,000, na nasikia saa hii umepandisha ni 15,000. Kwa hivyo tunajua ni ile yetu ya health, ile hospitali ambayo ni ya hapa ya kulipa madaktari, na ile pesa kidogo mlikuwa mnasukuma ya walimu na kila kitu. Kwa hivyo tunajua ni mipango mibaya mlikuwa naye, ndio muonyeshe ya kwamba Rigathi Gachagua, muharibu picha ya Rigathi Gachagua, na hiyo hatutakubali kama chama cha DCP. Kwa hivyo tunataka kusema, we Gladys Wanga, ile mambo tunajua unataka kuwa deputy president, tunajua. Naye Kidiki ujue ya kwamba wewe unatumiwa kama Swana Boy, alafu urudi utupwe, kwa sababu yule mtu mipango wako naye ni ya Gladys Wanga awe deputy president, na hiyo yote tunajua. Na ndio sababu unakuja kuharibia mambo ya Rigathi Gachagua hapa, ndio Wajaluo na Wakikuyu wakosana. Hatutakosana sisi wananchi wa Kenya, tumewajua, hatutakosana na tutaenda pamoja. Wajaluo na Wakikuyu wataendelea pamoja. Kwa hivyo hiyo mambo yote ambayo mnasema ni upuzi mtupu na hatutakubali. Na party leader wetu alikuwa amenyamaza vizuri sana, akatuambia hata tusifanya mikutano ndio tuweze kuoboreza kifo cha marehemu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo sasa nyinyi wenyewe ukiona Gladys Wanga, ukienda mkutano na tuko na 7 days ya kumon, na hata hizo siku hajaisha, kwa nini wewe unafanya hivyo kama ulikuwa umependa Raila Odinga? Kwa hivyo sisi wenyewe ndio tulikuwa tumependa Raila Odinga, kwa sababu hata sasa tulikuwa tunamon, ni vile mmetoamusha na hasira zenyu ambayo hazina mwelekeo. Kwa hayo tunataka kusema tunakashifu hiyo kitendo, na Mutahi Kagwe sio wetu na sio wa chama cha DCP, na chama cha DCP kina heshima zake na kitadumu na heshima zake. Asanteni sana. Thank you. My fellow Kenyans, the people of country great Kenya, and majorly the people from Nakuru County, we are taking this moment to continue mourning with the family of Right Honorable
the late Raila Odinga. We as the party, we have stood with the family of Raila Odinga, and we are continuing standing with the same mourning them during this time when they lost a patriot leader of our great Kenya country, our great country Kenya. We are so much devastated this morning, and the reason why we are devastated, it is because the sentiments from some of the leaders that are going on are very, very devastating. We as the Nakuru County leaders, and especially the caucus of aspirants under the umbrella of DCP party, with the leadership of our party leader, His Excellency Rigathi Gachagua, we are condemning the utterances by His Excellency, the Governor of Nyeri County. We cannot be able, or we cannot sit down, support, and even clap when somebody dies. We have lost our humanity. Whatever that Governor Kahiga talked about in Nyeri during a burial ceremony of one of our villager back at home, it was a very, very reckless, very bad understatement that was creating disharmony and disunity that the people of Kenya are currently enjoying. We want to deassociate ourselves from those sentiments and say that Rigathi Gachagua has never been a friend to Mutahi Kahiga, and he has never been the spokesman of our deputy president, that is Rigathi Gachagua. Whatever statement that Kahiga did say, it was on his personal capacity and the enmity that he has with Honorable the late Raila Odinga. That squabble should not be dragged in to our party leader, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua. And we are saying that any statement that has been given out of the DCP as a party, and also without the presence of our party leader, we totally disassociate with it and we totally condemn it with the strongest word possible. We are calling upon the leaders that currently as the country is mourning, and especially the great people of Kenya and the family of Odinga, we are continuing mourning with them. The people of Nyanza, Raila was not only a leader of Nyanza, he was the leader of the whole of this country. And I want to say that Rigathi Gachagua was a very close friend to Raila Odinga. It is only through politics that there is come a difference. But that difference should not be brought to the issue of death. It was very reckless for Mutahi Kahiga, the governor of Nyeri County, that you are dragging the name of His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua to this mess that you have created. Mutahi Kahiga does not speak, does not even hold any brief for the people of Mount Kenya as a region. The Mount Kenya region has their spokesperson, and the Mount Kenya region, we congratulate them, we as leader, for them standing with the family of Raila Odinga. This morning, we also want to condemn the sentiment by Governor of Homa Bay, Gladys Wanga, dragging the name of His Excellency Rigathi Gachagua, that Rigathi Gachagua has sent Mutahi Kahiga to speak very ill about the late Raila. We are denouncing it, and we are saying that party leader Rigathi Gachagua is not part and parcel of the sentiment that were shared yesterday through the social medias and all those quotas that he said during the burial. We as the party leaders, we as the aspirant here in Nakuru County, both from the MCAs, the aspirant governor, the MP aspirant, and all the aspirants who are vying under the DCP party, we are saying that we are condemning it, and we are totally condemning it with the strongest word possible. As we are standing here today, behind us, we have our party leaders here behind us, led by the SG and the acting chairman, Bwana Simba. We are condemning it with the strongest term possible. And we are saying that this one should not be dragged to our party. And we are saying that the ODM people
we know that you as a party, as an individual party, we respect you. And you also must also respect us. The Kenya Kwanza leadership also, you must not be dragged in the personal issues between Kahiga Mutai and his late Raila Odinga. Those issues should be settled in a different way, but not dragging our party as the DCP to this quagmire that is currently ongoing. We are saying that we as aspirants and also as leaders from Nakuru County, we are still standing together with the country and we want unity. The Luo people, the Nyanza people, the community of the Kikuyus, we have been living together as a family, and we are still saying that we are continuing living as a family, we are continuing living as neighbors, and there is no any difference should ever arise because of an individual person. Any individual person that come in between to bring disharmony in our country, and especially in Nakuru County, where we have been having many, it is a cosmopolitan county. We are calling everybody, every individual, all the tribes from all corners, that we should work together so that our main mission is to save this country from where it is now. We are saying that we as a party, we as DCP, we are totally fully behind to reballiate this country, Kenya, to the hands of people who matters. Thank you very much.